Kila mtu anatamani kuwa na maisha mazuri na uhuru wa kifedha. Hali ya kifedha ya mtu huwa inaasiliwa zaidi na tabia zake kuliko kiasi cha fedha anachokipata. Watu wengi huwa wanabaki kwenye umaskini kwa sababu wanakuwa na tabia zinazowazuia kutumia fedha kwa busara na kujenga maisha yenye maendeleo. Hizi tabia zinaweza kujengeka taratibu mpaka zikawa sehemu ya maisha ya mtu ya kila siku. Tabia ya kwanza ni kurundika madeni. Watu wengi wenye tabia ya kurundika madeni huwa wanakopa pesa mara kwa mara, hata kama sababu ya kukopa pesa sio ya msingi, ili waendelee kuishi maisha wanayoyataka kwa kutumia pesa za mkopo. Matokeo yake, sehemu kubwa ya kipato chao kinaisha kulipa madeni kwa starehe za muda mfupi na maisha ya kuigiza badala ya kuweka akiba au kuwekeza. Kadri madeni yanavyoongezeka, ndivyo uhuru wa kifedha unavyozidi kupungua. Madeni mengi yanaleta msongo wa mawazo na kupunguza uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Mtu mwenye madeni makubwa huwa anaishi akiwa na hofu ya watu wanaomdai na kuathiri afya yake ya akili, mahusiano ya kifamilia na utendaji kazi wake kazini au kwenye biashara. Badala ya kufikiria maendeleo, akili yake inakuwa inawaza namna ya kulipa madeni. Ili kuepuka hili tatizo, ni muhimu kukopa pesa kama unaona kuna ulazima na sio kwa ajili ya kujifurahisha na kuwafurahisha watu wengine. Tabia ya pili ni kuishi juu ya kipato. Kuishi juu ya kipato ni kutumia fedha nyingi kuliko kiasi unachokipata kama mshahara au faida. Watu wenye hii tabia wanapenda kuishi maisha ya kifahari ambayo hayalingani na uwezo wao wa kifedha, kwa kununua vitu vya gharama kubwa, kutumia fedha nyingi kwenye starehe zinazomfanya azidi kukopa pesa ili aonekane anaishi maisha mazuri mbele ya watu. Tabia hii huwa inawafanya watu washindwe kufikia malengo yao ya kifedha. Badala ya kuweka fedha kwa ajili ya biashara, elimu au uwekezaji, fedha zote zinaishia kwenye matumizi ambayo hayana faida. Suluhisho ni kujifunza kuishi kulingana na kipato chako halisi, kupanga bajeti, kutofautisha mahitaji na matamanio na kuweka akiba kabla ya kutumia fedha kwenye starehe. Nidhamu ya matumizi ya fedha huwa inamsaidia mtu kujenga msingi mzuri wa kifedha na kufikia malengo yake kwa urahisi. Tabia ya tatu ni ujuaji. Ujuaji ni tabia ya kuamini tayari unajua kila kitu na huwezi kujifunza kwa watu wengine. Watu wa aina hii huwa hawapendi kushauriwa wala kusikiliza mawazo mapya ya watu wengine. Matokeo ya ujuaji ni kubaki nyuma wakati dunia inaendelea kubadilika. Teknolojia, biashara na mbinu za kutengeneza fedha zinabadilika kila siku. Mtu asiyependa kujifunza anakosa maarifa mapya ambayo yanaweza kumsaidia kuongeza kipato au kuboresha biashara yake, kwa sababu anakuwa anaendelea kutumia mbinu za zamani ambazo hazizai matokeo mazuri kulingana na mabadiliko yaliyopo sokoni. Njia bora ya kuondokana na ujuaji ni kuwa na moyo wa kujifunza kila siku, kusoma vitabu, kuhudhuria mafunzo mbalimbali, kusikiliza watu wenye uzoefu na kukubali kukosolewa ni hatua muhimu za kujenga maarifa. Tabia ya nne ni kutegemea chanzo kimoja cha mapato. Kutegemea chanzo kimoja cha mapato ni hatari kubwa kwenye maisha ya kifedha. Mtu anayepata fedha kutoka sehemu moja tu anaweza kuingia kwenye matatizo makubwa. Kama chanzo anachokitegemea kipato chake kitashuka. Chanzo kimoja cha mapato huwa kinapunguza kasi ya kufikia malengo ya kifedha. Tabia ya tano ni kugawa pesa bila sababu za msingi. Kuwasaidia watu wengine ni jambo jema na zuri ambalo linampendeza Mwenyezi Mungu, lakini kugawa fedha bila sababu za msingi ni tabia ambayo inaweza kuharibu hali yako ya kifedha, kwa sababu unakuwa unatoa pesa bila kuangalia uwezo wako wa kifedha ili kuwaridhisha watu na kuonekana mkarimu, lakini mwisho wa siku wewe mwenyewe unakosa pesa na kuanza kulalamika maisha magumu. Jifunze kutoa msaada kwa busara. Ukarimu unaofanyika kwa mpangilio mzuri huwa unamsaidia anayepokea pesa na yule anayetoa pesa bila kumrudisha nyuma. Umaskini unaletwa na tabia zinazoharibu ustawi wa kifedha: kurundika madeni, kuishi juu ya kipato, ujuaji, kutegemea chanzo kimoja cha mapato na kugawa fedha bila sababu za msingi. Ni tabia ambazo zinaweza kumzuia mtu kufikia mafanikio yake ya kifedha. Mabadiliko ya kweli yanaanza unapoamua kubadili tabia zinazokurudisha nyuma na kujenga tabia nzuri, kwa sababu ndio msingi wa maisha yenye mafanikio.